Filamu inaanza na mwanaume tajiri aitwaye Song, ambaye alifanya kazi kama meneja katika benki ya Baron huko Korea. Siku moja asubuhi, Song alijiandaa kwenda kazini na kuondoka nyumbani pamoja na binti yake Sasha na mwanawe mdogo Tom. Akapanga kuwashusha shuleni kabla ya kuelekea ofisini. Alipoingia kwenye gari, Song akahisi harufu ya ajabu, lakini hakujali sana. Akamuaga mke wake na kuondoka kwa gari. Baada ya muda mfupi, Song akasikia simu ikiita karibu na akadhani ni simu ya binti yake. Msichana akajibu kuwa si simu yake. Akiwa amechanganyikiwa, Song akaangalia kwenye sehemu ya kuhifadhia vitu ndani ya gari na akakuta simu ipo humo. Akadhani huenda ni ya dereva wao. Mara tu alipopokea simu, mtu asiyejulikana akasema, "Nina taarifa kuhusu gari lako." Song akaamini ni simu ya utapeli na akakata simu mara moja. Hata hivyo, akagundua picha ya simu hiyo ambayo ilionyesha familia yake mwenyewe. Akashtuka sana. Akamuuliza Sasha kuhusu picha hiyo. Sasha akamweleza kuwa picha hiyo ilipigwa mwaka uliopita. Akamkumbusha kuwa hakuweza kuhudhuria kwa sababu alikuwa busy na kazi. Pia akataja kuwa bibi yao alipakia picha hiyo kwenye Facebook. Song akazidi kuchanganyikiwa, kujiuliza simu hii ni ya nani? Ghafla simu ikaita tena. Safari hii mpigaji akadai kuwa alimjua Song vizuri, ikiwemo nafasi yake katika benki. Kisha mwanaume huyo akatoa kauli ya kutisha. Akasema kuwa bomu linalolipuka kwa mgandamizo limewekwa chini ya viti na kwamba kama mtu yoyote akitoka ndani ya gari litalipuka mara moja. Song akadhani ni mzaha mbaya na akakata simu tena. Baadaye kidogo, Song akasimama katika kituo cha mafuta. Wakati tu amekaribia kushuka kutoka kwenye gari, akapokea simu nyingine. Mpigaji akauliza kama aligundua harufu yoyote ya ajabu ndani ya gari. Sasa Song akaanza kuhisi hofu ya kweli. Mwanaume huyo akaeleza kuwa amekuwa akimfuatilia Song kwa muda mrefu na akamuonya kwamba akitoka ndani ya gari, yeye na watoto wake watakufa ndani ya sekunde chache. Wakati huo huo, mfanyakazi wa kituo cha mafuta akakaribia na kumwambia Song ashuke ili ajaze mafuta. Akiwa na hofu, Song akamkabidhi pesa na kumwomba yeye ndiye ajaze tanki badala yake. Song akaendelea kuendesha gari na kwa maelekezo ya mpigaji akapeleka mkono chini ya kiti chake. Huko akakuta bomu, jambo linalomtia hofu kubwa. Mpigaji akamwonya kwamba ana remote ya kulipulia na atalipua mara moja ikiwa Song atajaribu kuwasiliana na polisi. Song aliogopa, akauliza jambazi huyo alitaka nini? Mpigaji akadai atumiwe fedha kiasi cha bilioni 1.7 pamoja na milioni 60 taslimu. Song akajibu kuwa hana uwezo wa kupata kiasi hicho cha fedha, lakini mpigaji akamkumbusha kuwa Song ni meneja wa benki kubwa na akasisitiza kwamba haipaswi kuwa vigumu kwa Song kupanga upatikanaji wa pesa hizo. Muda mfupi baadaye, wakafika karibu na shule ya watoto ambapo marafiki wa Tom wakaja kwenye gari kumsalimia. Akiwa na wasiwasi, Song akamwambia mwanawe asishuke kwenye gari na akawaondoa haraka watoto wengine. Watoto hao wakabaki wakiwa wamechanganyikiwa bila kuelewa kilichoendelea. Mwanaume aliye kwenye simu akamshinikiza Song kusema ukweli. Hana chaguo ila kuwaambia watoto wake kwamba kuna bomu limetegwa chini ya viti vyao. Watoto wote wawili wakaingiwa na hofu kubwa baada ya kusikia hivyo. Mara hiyo, Song akapokea simu kutoka kwa mfanyakazi mwenzake ambaye sauti yake ikaonyesha hofu kali sana. Mwenzake akaeleza kuwa naye pia amepokea simu kutoka kwa mtu yule yule na kwamba bomu limewekwa ndani ya gari lake pia. Song akauliza alipo na akaendesha gari kuelekea huko mara moja. Song alipofika, akaona mke wa mwenzake huyo naye ameketi ndani ya gari, akitaka kushuka kwa sababu siku hiyo ni muhimu sana kwake na haamini kama kweli kuna bomu lolote. Song kwa utulivu akaelezea hali ilivyo na kumwomba abaki ndani ya gari kwa muda. Kwa kusita, akakubali kubaki ameketi. Wakati huo, mwanaume mwingine akakaribia na kupaza sauti kwa hasira, akiwalaumu kwa kuzuia barabara. Wakaomba msamaha na kulisogeza gari pembeni ili kuliegesha vizuri. Wakati huo huo, mke wa mwenzake Song, akiwa amechoka kusubiri, ghafla akashuka kutoka kwenye gari licha ya kuonywa mara kadhaa. Sekunde iliyofuata, gari likalipuka kwa kishindo kikubwa cha kutisha. Mwenzake Song na mke wake wakafa papo hapo. Watu wote waliokuwepo akiwemo Song na watoto wake wakabaki wakiwa wamestuka sana, kwani sasa tishio limethibitika kuwa la kweli. Watoto wakaingia katika mshtuko mkubwa. Mlipuko huo ukamjeruhi Tom mguuni na akaanza kuvuja damu vibaya. Tom akapiga kelele kwa maumivu na Song akaingiwa na hofu kupita kiasi. Mpigaji akadai pesa tena. Baada ya kuona mwanawe amejeruhiwa, Song akalazimika kukubali. Akamsihi mpigaji amruhusu kwanza kumpeleka mwanawe hospitalini, lakini mpigaji akajibu kikatili kuwa hajali kama mtoto ataishi au atakufa. Badala ya kuonyesha huruma, akaongeza madai yake na kumwamuru Song alipe pia sehemu ya pesa aliyotakiwa kutoa mwenzake aliyekufa. Song akapinga akisema kuwa kutoa kiasi kikubwa hivyo cha fedha kutazua mashaka benki. Lakini mpigaji akafichua kuwa tayari alijua kuhusu akaunti za Song za nje ya nchi na taarifa zake zote za kifedha. Akiwa amehisi kushindwa, Song akampigia simu mmoja wa wafanyakazi wake wa chini na kumdanganya kwamba amegundua fursa mpya ya uwekezaji. Akamwamuru mara moja awashawishi wateja wa hadhi ya juu, ma-VIP, kuwekeza pesa zao. Mfanyakazi huyo akakubali na kuanza kuwasiliana na wateja kadhaa. Hata hivyo, kiasi kilichokusanywa bado ni kidogo sana kulinganisha na kile alichodai mpigaji.
Akiwa amechanganyikiwa na kukata tamaa, Song akaomba orodha ya wateja wa VIP ili aweze kuzungumza nao binafsi. Muda mfupi baadaye, Song akazungumza na mteja wake muhimu zaidi na kujaribu kumshawishi kwa kumwambia kwamba fursa kama hiyo ya uwekezaji huja mara moja tu katika maisha. Mwanamke huyo akaonyesha kuvutiwa na wazo hilo na akataja kuwa hivi karibuni ameuza kipande cha ardhi. Hata hivyo, akasema lazima ajadiliane na mume wake kwanza kabla ya kufanya uamuzi mkubwa kama huo. Song akaanza kusisitiza kupita kiasi na kumhimiza achukue hatua haraka, akisema hakuna muda wa kusubiri. Msisitizo wake ukamfanya mwanamke huyo awe na mashaka na akakataa kufanya uamuzi wa papo hapo. Wakati huo, mpigaji akaingilia tena na kumwamuru Song aanze kuandaa pesa taslimu badala yake. Akamwambia ampigie simu mke wake na amwambie atume pesa mara moja. Akiwa hana chaguo lingine, Song akampigia simu mke wake na kumwomba atoe pesa zote benki na kuzipeleka katika eneo aliloelekezwa. Kusikia hivyo, mke wake akashtuka sana. Kupitia simu, akasikia pia sauti ya mwanaye akilia, jambo lililoongeza hofu yake. Song akajaribu kumtuliza na kumhakikishia kuwa kila kitu kiko sawa. Sasha pia akazungumza na mama yake na kumwambia kuwa wako salama na kwamba Tom aliogopa tu ndio maana analia. Hata hivyo, mke wa Song akatishia kutoa taarifa polisi. Song akakataa kwa msimamo mkali na kumuonya asifanye jambo kama hilo. Akiwa amekata tamaa, Song akaanza kumsihi mke wake afuate maelekezo yake. Baada ya kumsihi mara kadhaa, hatimaye mke wake akakubali. Wakati huo huo, katika kituo cha polisi, maafisa wakaanza kuchunguza mlipuko wa awali. Walipojipitia picha za kamera za ulinzi CCTV zilizoonyesha Song akizungumza na mwenzake muda mfupi kabla ya mlipuko, kutokana na picha hizo ikaonekana kana kwamba walikuwa wakibishana. Pia wakagundua kuwa Song alisogea mbali kidogo kabla tu ya mlipuko kutokea. Hali hiyo ikawafanya polisi washuku kuwa huenda alijua kuhusu mlipuko huo mapema. Kwa sababu hiyo, wakaanza kuamini kwamba huenda Song ndiye aliyehusika na anaweza kuwa alimuua mwenzake kutokana na mgogoro wa kibinafsi, ingawa picha za kamera haziko wazi kabisa. Kwa upande mwingine, muda mfupi baadaye Song akafika benki. Akaona kwamba mke wake pia amewasili, lakini amekuja na rafiki yake, jambo lililomfanya Song ahisi wasiwasi mkubwa. Mke wake akaingia ndani ya benki kutoa pesa, huku rafiki yake akikaribia gari na kuanza kugonga dirisha ili azungumze na Song. Akiwa amejaa hofu, Song akamwashiria akae mbali na akaondoka kwa kasi. Baada ya kutoa pesa taslimu, Song akamwelekeza mke wake aweke begi la pesa mbele ya sanduku la barua kama alivyoagizwa na mpigaji. Mke wake akafuata maelekezo hayo. Baada ya muda mfupi, akampigia Song simu Kena na kumwambia kuwa kuna mwanaume mrefu aliyemkaribia na kumtazama kwa namna ya kutisha. Kusikia hivyo, Song akaendesha gari haraka kuelekea alipo na kumwambia aondoke eneo hilo mara moja. Hata hivyo, Song alipowasili, akakuta polisi tayari wamemkamata yule mwanaume kwa msaada wa mke wake. Kwa muda mfupi, Song akahisi afueni, akiamini kuwa yeye na familia yake huenda wako salama hatimaye. Lakini matumaini yake yakavunjika ghafla mpigaji alipowasiliana naye tena. Kwa hasira kali, mpigaji akasema kwamba Song amefanya kosa kubwa kwa kuwahusisha polisi. Kisha akaanza kuhesabu muda wa bomu kulipuka. Song pamoja na watoto wake wakajiandaa kwa kukubali kifo chao. Ghafla, badala ya gari lao kulipuka, sanduku la barua likalipuka, likijaza eneo hilo moshi na moto. Kwa bahati nzuri, mke wa Song akanusurika na akaweza kuzungumza naye. Akiwa na hofu kubwa, Song akaondoka kwa gari huku mpigaji akiendelea kudai pesa, akisisitiza kuwa lazima azipate kwa gharama yoyote. Wakati huo huo, polisi wakapitia picha zaidi za CCTV zilizomuonesha Song karibu na eneo la mlipuko wa pili. Hii ikawafanya waamini kuwa huenda Song ndiye mpangaji mkuu wa matukio hayo. Vikosi vya polisi vikatumwa kumtafuta. Wakati huo, Song akampigia simu mfanyakazi wake wa chini na kugundua kuwa kiasi kamili cha pesa bado hakijakusanywa. Akiwa na hasira na kuchanganyikiwa, Song akamfokea kwa ghadhabu. Kisha akaongea na mpigaji akisema atahamisha pesa zote alizonazo hapo hapo ikiwa tu watoto wake wataachiliwa huru. Lakini mpigaji akakataa kabisa kufanya mazungumzo yoyote na akasisitiza kuwa hakuna makubaliano yatakayofanyika hadi kiasi chote cha pesa kilipwe. Wakati huo huo, mwanawe Tom alivuja damu nyingi na akakaribia kupoteza fahamu. Song akamwomba tena mpigaji amruhusu ampeleke mwanawe hospitalini kwanza, lakini mwanaume huyo hakuonyesha huruma hata kidogo. Muda mfupi baadaye, askari polisi akamsogelea Song na kumwomba ashuke kwenye gari ili wazungumze. Song akakataa na kuondoka kwa kasi akitafuta hospitali kwa haraka. Polisi wakajibu mara moja kwa kuanzisha msako mkali. Magari kadhaa ya doria pamoja na helikopta zinatumwa kumfukuzia. Baada ya msako mkali, hatimaye polisi wakamzingira Song wakimwacha bila njia ya kutoroka.
askari mmoja akamsogelea na kumwamuru ashuke kwenye gari. Akiwa hana chaguo lingine, Song akasema ukweli kwamba kuna bomu limewekwa chini ya viti. Akawaonya kuwa wasipomruhusu aondoke, jambazi atalipua bomu hilo pamoja na watoto wake. Kusikia hivyo, maafisa wakabaki wameshtuka. Kikosi cha wataalamu wa mabomu kikaitwa mara moja kufika eneo hilo. Afisa mkuu akaandaa mshambuliaji wa mbali, sniper, kama tahadhari. Walimchukulia Song kama tishio linalowezekana. Watoto walipoombwa washuke kwenye gari, Song akaingiwa na hofu na akakataa kushirikiana. Askari mwanamke akakaribia kwa tahadhari na kumsihi awaachie watoto. Akiwa amechanganyikiwa na kuvunjika moyo, Song akakataa na kumuonyesha simu ambayo bado imeunganishwa na mpigaji. Askari huyo akatambua jinsi hali ilivyo hatari na nyeti. Akampa Song chupa za maji na kifaa cha mawasiliano ili polisi waweze kufuatilia kilichoendelea. Baada ya maafisa kusogea nyuma, Song akaweka kifaa karibu na simu na kujaribu kuzungumza na mpigaji. Mwanzoni hakukuwa na majibu. Kisha akapokea ujumbe uliomwamuru atupe kifaa nje ya gari. Akiwa hana chaguo, akatii amri hiyo huku maafisa wakitazama kwa mshangao. Song akatazama umati wa watu uliokusanyika na ghafla akatambua kuwa huenda mpigaji yupo miongoni mwao. Akabonyeza honi ya gari na mahali fulani karibu simu inaanza kuita, jambo lililothibitisha kuwa mpigaji yuko karibu sana. Dakika chache baadaye, Song akamwona mwanaume katika umati akiongea kwa simu. Hata hivyo, aliweza kutazama bila msaada, kwani hawezi kuwatahadharisha polisi bila kuhatarisha maisha ya watoto wake. Mpigaji kisha akamwambia Song kwamba kama angeishi maisha ya uaminifu na ya kawaida, yote haya yasingetokea. Akamtaka Song akumbuke tukio la miaka 6 iliyopita alipokuwa akifanya kazi katika benki ya Baron. Kabla hajaeleza zaidi, simu ikakatika ghafla. Inafahamika kuwa polisi wamezuia mawimbi yote ya mawasiliano katika eneo hilo, hivyo kuzuia mawasiliano zaidi. Askari moja akamwomba Song akabidhi simu yake. Kwa ujanja, Song akawapa simu yake binafsi badala ya ile aliyopewa na mahalifu. Kikosi cha mabomu kikakagua gari na kugundua kwamba mabomu yamewekwa chini ya viti vya mbele tu, si chini ya viti vya nyuma. Hii ina maana kuwa watoto hawakuwa wamekaa moja kwa moja juu ya bomu. Tom akachukuliwa mara moja kupelekwa kupata matibabu. Hata hivyo, Sasha akakataa kumwacha baba yake peke yake. Polisi walipojaribu kumtoa Song nje ya gari, Sasha akagundua kwamba kuna mshambuliaji wa mbali, sniper, aliyeko umbali fulani akimlenga baba yake. Baada ya kuona hilo, akafanya uamuzi wa kushangaza na kukimbilia ghafla kwenye kiti cha mbele ili asiweze kutenganishwa naye. Song akaingiwa na hisia kali na kumuuliza kwa nini amefanya hivyo na aliwezaje kugundua kuna sniper aliyemlenga. Sasha akajibu kuwa hawezi kumwacha baba yake peke yake katika hali hiyo. Wakati huo, askari mwanamke akabishana na mkuu wa polisi akisema kuwa kuweka sniper kumemwogopesha msichana huyo. Hata hivyo, mkuu wa polisi akasisitiza kuwa Song ndiye mshukiwa mkuu, kwani hakuna rekodi zozote za simu zilizomnyesha kupigiwa kutoka namba isiyojulikana kwenye simu yake binafsi. Muda mfupi baadaye, kijana mmoja aitwaye Sam akawasili na kudai kuwa yeye ni kaka wa Song. Akaomba ruhusa ya kuzungumza na Song. Polisi wakaamini huenda ataweza kumshawishi Song amwachilie binti yake, hivyo wakamruhusu amkaribie. Sam alipokaribia, akafichua jambo la kushtua. Yeye ndiye mpigaji aliyekuwa nyuma ya kila kitu. Akiwa amejawa na hasira, Song akamkamata mara moja, lakini Sam akatishia kulipua bomu. Jambazi akasema haogopi kukufa kwa sababu hana chochote kilichobaki maishani mwake, na kwamba kila mtu aliyepo karibu atalipuliwa pamoja naye. Akiwa na hofu kubwa, Song akamwomba amwachie binti yake na akaahidi kupanga pesa zote alizodai. Bila kutarajiwa, Sam akakubali na kwa muda akazima bomu, akimruhusu Sasha ashuke salama kutoka kwenye gari. Lakini sekunde iliyofuata, Sam akafichua jambo lingine la kushtua. Tayari amewasha bomu la muda na zilikuwa zimebaki dakika 18 pekee. Akasema kwamba atamchukua Sasha pamoja naye na akaonya kuwa asipopokea pesa kwa wakati atamuua Sasha. Baada ya kusema hivyo, Sam akamchukua msichana na kuondoka eneo hilo. Polisi hawakumzuia kwa sababu bado waliamini kuwa ni kaka wa Song. Wakati huo, Song akaondoka kwa kasi akimfuatilia kwa hofu, akifuatiwa na magari kadhaa ya polisi. Wakati huo huo, mke wa Song akaangalia matukio hayo kwenye televisheni. Akashtuka kumwona mwanaume aliyejitambulisha kama kaka wa Song kwa sababu alijua si kweli. Mara moja akawapigia simu polisi na kuwajulisha kuwa mwanaume huyo ni tapeli. Hata hivyo, tayari alikuwa amechelewa kwani Sam alitoweka Sasha. Muda mfupi baadaye, Song akawasiliana na mmoja wa wakubwa wake kazini na kumwomba kwa dharura mkopo, akisema ni swala la uhai na kifo. Mwanaume huyo akakataa moja kwa moja. Akaeleza kuwa Song tayari amechukua kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa wateja bila idhini na benki inajiandaa kumfungulia kesi ya udanganyifu dhidi yake. Kusikia hivyo, Song akavunjika moyo kabisa. Kama jaribio la mwisho, Song akampigia simu mke wake na kumwomba ahamishe pesa zote kutoka kwenye akaunti zake na kuzituma kwa mpigaji. Kisha Sam akawasiliana naye tena na kumwelekeza aende katika gati la meli. Song alipofika huko, kumbukumbu za matendo yake ya miaka 6 iliyopita zikaanza kurejea. Ikafichuliwa kuwa miaka 6 iliyopita Song alikuwa mfanyakazi wa kawaida tu katika benki ya Baron. Wakati huo, benki hiyo iliwashawishi wafanyakazi wa kiwanda cha kemikali kuwekeza akiba zao kupitia matangazo ya kupotosha na ahadi za uongo. Soko lilipoanguka ghafla, wafanyakazi hao walipoteza kila kitu walichokuwa wamekikusanya maisha yao yote.
Miongoni mwa wawekezaji hao kulikuwa na mwanamke maskini mjamzito aliyekuwa amewekeza akiba yake yote. Badala ya kuwasaidia waathirika, Song aliharibu ushahidi na kusaidia kuficha udanganyifu wa benki. Kama zawadi kwa kitendo hicho, wakubwa wake walimpandisha cheo na kumfanya meneja wa tawi. Baadaye, yule mwanamke mjamzito alimjia Song akiwa analia, akimuomba amsaidie angalau kurejesha sehemu ya pesa zake halali. Lakini Song, akiwa amepofushwa na tamaa na uchu wa mafanikio, alipuuza maombi yake. Hatimaye ikafichuliwa kuwa mwanamke huyo mjamzito alikuwa mke wa Sam, na Sam alikuwa amepanga kila kitu kulipiza kisasi kwa ajili ya familia yake. Kwa wakati wa sasa, Sam alikuwa akiendesha gari akiwa na Sasha, wakati akipokea simu iliyomjulisha kuwa bilioni 1 zimeingizwa kwenye akaunti yake. Sam akaeleza kuwa ameshinda kesi dhidi ya benki iliyofanya udanganyifu, na sasa wafanyakazi wa kiwanda hatimaye wana nafasi ya kujenga upya maisha yao. Muda mfupi baadaye, Sam akafika kwenye gati karibu na kiwanda cha kemikali ambako mabango ya maandamano dhidi ya benki yamebandikwa. Huko akamwona binti yake akiwa amefungwa ndani ya gari lingine. Akiwa amezidiwa na aibu na majuto, Song akaomba msamaha kwa binti yake na akakiri kuwa tamaa yake ilimfanya afanye makosa mengi, na sasa alikabiliana na matokeo ya matendo yake. Ghafla tu, Sam akawasili na kukaa kwenye kiti cha mbele pamoja na Song. Song akaendelea kuomba msamaha kwa matendo yake ya zamani na kuahidi kwamba kuanzia sasa atapigania waathirika. Lakini Sam akakataa kumsamehe. Sam akaeleza kuwa yeye na mke wake walikuwa wamefungua kesi dhidi ya benki. Ili kuendeleza mapambano ya kisheria, alilazimika kuchukua mkopo kutoka benki nyingine. Hali hiyo iliwatumbukiza kwenye mzunguko mzito wa madeni. Akiwa hawezi kuvumilia msongo wa mawazo na ugumu wa maisha, mke wake alifariki pamoja na mtoto wao ambaye alikuwa hajazaliwa. Katika muda mfupi tu, Sam alipoteza kila kitu. Kisha Sam akamwamuru Song aingize gari majini ili mlipuko utokee mbali zaidi na Sasha. Bila kuwa na chaguo, Song akaendesha gari kuelekea baharini. Gari likaanza kuzama kabla bomu halijalipuka. Sam akapoteza fahamu na Song akajaribu kumwokoa, lakini akashindwa. Muda mfupi baadaye, bomu likalipuka chini ya maji. Song kwa namna fulani akafanikiwa kutoroka na baadaye akaokolewa na polisi. Baadaye akawauliza maafisa kuhusu Sam na akagundua kuwa Sam hakunusurika. Tukio hili likambadilisha kabisa Song. Akaamua kubadili maisha yake na kuwapa kupigania wafanyakazi wasio na hatia waliodhulumiwa. Hivi karibuni akakiri hadharani kuhusu udanganyifu wa benki na akakubali kuhusika kwake katika kuharibu ushahidi wa awali. Hata hivyo, ushahidi wake sasa ukatosha kuwafichua na kuadhibu wale waliohusika. Katika dakika za mwisho, Song akaonekana akiendesha gari wakati aliyekuwa bosi wake wa zamani akimpigia simu, akimwomba aache. Bosi huyo hata akajitolea kumrudishia kazi yake na kumwomba asitoe ushahidi. Song akakata simu bila kusikiliza. Ikawa wazi kwamba hataacha mpaka haki itendeke. Kama umefurahia video hii, tafadhali like na subscribe kwenye channel. Tutaonana kwenye video inayofuata. Kwaherini.